Mr. Twiz, najua hili jambo limekuumiza sana na kila mtu kwa nafasi yake limemgusa pia. Ila lazima tukubaliane na ukweli kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Na mimi namuomba Mungu sana akutie nguvu kipindi hichi kigumu unachopitia wewe na familia yako. Kilichobaki kwa sasa hivi ni kuzidi kuongeza dua kwa Mungu ili pia apumzike kwa amani. Kwa hiyo kwa sasa hivi ningeomba uchukue nafasi ya wanaume ili uweze kujiweka sawa katika kipindi hicho unachopitia. Haijalishi naumiza kiasi gani. Asante sana kwa kunitia moyo. Nitakuwa sawa japo inaumiza na kuchanganya sana. Amekuwa bado ni mdogo sana wa binti na kifo chake kimekuwa ni cha ghafla sana. Basi twende. Unacheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Baba, Baba. Hongera sana shujaa wangu. Yaani muda mchache tu ushatoa ya mtu. Si ndio? Mjomba nauma. Yaani mjomba wangu ni kiboko. Kiukweli nakuaminia. Na ndo maana nilikwambia uniachie mimi kila kitu. Kitu kidogo kama hicho kiwezi kututesa yani. Ni kweli mjomba, hebu ngoja kwanza nikae. Yaani kiukweli mjomba, mipango yetu yote inaenda kuwa sawa kwa sababu yule kidodo mtu tayari tushamfyeka. Na siku zote sasa, kama unataka siri yako ibaki salama, wanaojua siri wanatakiwa kufa ili siri iendelee kuwa siri. Kwa hiyo yule mtoto mdogo kaamua kukengeuka. Na sasa hivi sasa tuko huru, siri zetu ziko katika mikono salama kwa sababu tumebaki watu hao wawili, mimi na yeye. Na yoyote akijitokeza kupitisha hata pua yake katikati ya hii siri, ameisha. We mjomba bwana, ni kuua tu. Sawa mjomba. Sasa mimi hapo na ndo nimetoka huko msibani. Kwa hata nyumbani kwangu sijafika. Kwa hiyo nakuomba niondoke niende nikamuone mume wangu. Yaani kama nakuona ulivyokuwa hapo msibani. Basi sawa mjomba, wacha mimi niondoke, nitakupigia simu. Hakuna shida, niko hapa nikisubiri simu yako. Bye. Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unayecheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Muone kwanza, hivyo ni mwanaume au mwanamke? Umekaa unajilizaliza nini hapo?
Mtu kashakufa, wazazi wake shamsahau na kaa unalia? Au ulikuwa unampenda huyo mwanamke? Teddy, hawezi ukaacha siku nzima ikapita bila kugombana au kunipigia kelele. Kwa nini? Jielewe Remi, we ni mtoto wa kiume. Unakaa unalegea masaa yote unalia kama mtoto wa kike. Sitaki kuletea uchuro nyumbani kwangu. Mtu amekufa huko toka jana, washamsahau wazazi wake. Wewe unaendelea kulia. Hivyo ushawahi kufiwa au kuondokewa na mtu wa karibu sana? Unaongea kujifurahisha au ni kitu gani Teddy? Nisikize kwa makini Teddy. Alafu next time usije kuongea kitu kama ujue maumivu yake. Nisikilize Remi. Kama unahitaji kulia, nenda kwa msibani ukaendelee kulia. Au nenda kwa maporini ukalia, ukimaliza ndio uweze kurudi hapa ndani. Sihitaji kuletea uchuro ndani ya nyumba yangu. Nadhani umenielewa. Hivi Teddy, una akili gani mama? Au ni kitu gani ambacho unafikiria kwenye akili yako? Mimi sikufichi Teddy. Sijawahi kumuona mwanamke mwenye roho ngumu kama wewe. Kwa nini unashindwa kuwa na roho kibinadamu? Yaani unawezaje kuongea maneno machafu kwa mtu ambaye shafariki tayari? Nishaongea, nimemaliza. Sihitaji ngojera nyingine hapa. Kama huruma yako, nenda kafanyie huko, sio hapa nyumbani kwangu. Sitaki kuharibiwa mudi. Honey, honey sweet, wenzi ukitazama dona kufa mazima. When you're my chocolate, utamu wangu wa pake, uniangalia mazima mazima. Naomba Mungu kumbukumbu zirudi, ndo nilishokuwa nasubiri kipenzi, na miss mapenzi yako kumbukumbu na... Baba, najua unapitia maumivu kwenye moyo wako, lakini unachokiwaza kipo sahihi. Kuna watu wa karibu wanahusika, na usipofuatilia ni sawa. Amanda, nini hicho unazungumza? Maneno gani hayo unamwambia baba? Hivi Amanda, maneno huwa unayatoa wapi? Ni nani anakufundisha hayo maneno? Honey, honey sweet. Umefurahi sasa. Umemkwaza paka kaondoka. Hivi upoje Amanda? Unajua baba anapitia hali gani sasa hivi? Alafu utakachojisikia kuongea muda wowote yani unabwata tu. Kwa nini unakuwa hivyo? Mimi unanikwaza. Mama, sichokijua ni sawa na usikuagiza. Utakula mbao huo. Mimi nikelelee mimi. Naomba Mungu kumbukumbu zirudi, ndo nilishokuwa nasubiri kipenzi, na miss mapenzi yako kumbukumbu nazitesa, na kumbuka yako makopa. Za saizi dada. Salama, karibu. Asante sana. Kaka wapi? Mbona ingia ndani kwangu bila ruksa? Ndani kwako? Ndiyo, ndani kwangu. Mbona sikuelewi wewe? Hichi chumba ni cha kwangu. Makubwa. Hiki ni chumba changu, nimeingia tangu jana jioni. Mimi ni mpangaji mpya. Umeingia tangia jana? Ni nani alikupangisha hichi chumba? Aliyakuwa ni chumba changu. Baba mwenye nyumba kanipangisha. Baba mwenye nyumba? Hemu acha masiala wewe. Hichi ni chumba changu. Nimekaa humu ndani zaidi ya miezi 6. Unaniambia hichi chumba chako wewe? Utaniua si uhitaji kabisa. Hebu acha nende ndani bwana. Hivyo kaka umelogwa au?
Ninavyokuambia hiki chumba nimepangishwa tangu jana jioni, hauelewi? Ama umelogwa? Tena kaka, naomba unisikilize kwa makini. Kamfuate baba mwenye nyumba. Hiki chumba nimepangishwa tangu jana jioni. Kwa hiyo usinipigishe kelele. Naomba uondoke. Si unanielewa? Nimeelewa. Kumbe huyu dada ni mshenzi. Itakuwa kala njama na baba mwenye nyumba. Hapo sasa nimepata picha. Ngoja nimfuate. Jamani. Majanga ndani ya majanga. Eti kwake. Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani. Mbona kama nasalitiwa, mwenzenu nahisi kukufuru Mungu. Kwa hiyo mwenzetu umeamua kuomboleza kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi jioni. Sinaongea na wewe? Kama nina maumivu bado, ulikuwa unataka nifanyaje? Nimeshakwambia sihitaji kuharibiwa mudi yangu leo. Sihitaji kuharibiwa siku yangu. Hayo maumivu yako peleka huko. Naomba niweke wazi. Hivi mimi na kasoro gani? Nafika hatua nashindwa kuheshimika kama mwanaume mndani. Kwa nini huwezi kunipatia thamani yangu kama mwanaume mndani Teddy? Kwa nini? Nashindwa kutambua kama unaongea na mtu gani. Unajibu unavyojisikia wewe. Kwa kila kitu ambacho unajisikia kufanya unafanya tu. Kwa nini? Mbona hapo bado? Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda. Nisikilize kwa umakini we baba. Nikiendelea kukulea humu ndani, hutokuwa mwanaume. Kuanzia leo, chochote utakachoona natoa hela. Iwe maji, umeme, kodi, tutatoa nusu by nusu. Chakula tunachokula humu ndani, nacho utachangia. Teddy. Sasa yote amekujaje hapa? Kwa hiyo kosa langu kutetea haki yangu kama mwanaume mndani? Yamekujaje? Yaani wewe bila kukukomaza, huwezi kuja kuwa mwanaume humu ndani. Shenzi. Honey sweet, mwenzi ukitazama ndo nakufa mazima. When ndio my chocolate, utamu wangu wa pake, uniangalia mazima mazima. Hapa nimekuja kwa mambo mawili. Nataka nifahamu, kile chumba ni mali yangu mimi au ni mali ya mtu mwingine? Wewe ulipokuja kupanga ulikuja na nani? Nilikuja na mke wangu. Kuja na mke wako Vizuri. Wakati unasaini ule mkataba ulimwandikisha nani? Nilimwandikisha mke wangu. Vizuri. Sasa swali hilo kwa nini unauliza nini? Kwa nini usimuulize mke wako? Sikiliza nikwambie. Mke wako alikuja hapa. Mwenyewe kaniletea funguo. Akanambia anataka kuondoka. Mimi nikachukua funguo. Nikaenda kuangalia chumba changu kiko vizuri. Hakuna tatizo. Madhari yeye anataka kuondoka. Mimi ningemng'ang'aniaje baba? Kwa nini wewe mruhusu wakati mimi ndo mume wake? Itakiwa niulize kwanza mimi. Unapokeaje funguo hiyo? Unajua wewe kama ujielewi vile. Yaani kama ujielewa unajizima data hivi. Wakati mnakuja kupanga mimi nilimuelewa yule, sio wewe. Na mimi najua yule ndo mwenye chumba, sio wewe baba. Sio kama umenielewa vizuri. Huo ni ujinga wako mwenyewe. Yaani unajua wewe mimi ninapokuangalia mdogo wangu wewe ni 50 unga 50 maji. Alafu vijana wa sasa hivi, kwa nini mnakuwa mnapotea kwenye njia? Kwa nini hamueleweki? Kwa nini mnaishi maisha kungunja amekuwa binadamu wa mchongo? Yaani wewe unashindwa kuelewa na kujua hii ni A, hii ni B, hii ni C, hii ni unashindwa kuelewa. Yaani hata kama hujui kusoma picha uone. Vijana wa sasa hivi mnazama kwenye mahaba, makopa. Mnajibebisha, mnajivana mnajua kupetipeti, mnajua kupenda, kumbe wapi? Mnateketea, mnaangamia. Yaani unaingia miguu yote.
miguu yote, afu unasahau kama kuna kuachana. Sio kama umenielewa. Mnajimaliza sana. Siku ile mnakuja kupanga hapa. Nilikwambia niandike jina la nani baba? Mzee wangu. Ukasema andika tu la Azizi huyu waifu. Barafu wa moyo wangu, ukajimaliza pale baba. Sasa mimi ningekusaidiaje wewe mzee? Ningekusaidiaje mimi? Ningekusaidiaje wakati wewe mwenye mali zako unazotoa umeamua kujimaliza na kujichinja? Kila kitu cha huyu tu, huyu ndo anayejua kila kitu. Sasa baba, sina cha kusaidia ndugu yangu. Mzee, umalizi kuongea. Yaani wewe ndio unatakiwa kunipa moyo, sio kunikandamiza. Unaendelea kunikandamiza tu, unanikandamiza. Tambua wewe ni mwanaume. Leo kwangu, kesho kwako. Wewe endelea kunicheka mzee. Nashukuru sana. Sawa. Mimi ni mwanaume. Lakini mimi sio mjinga kama wewe. Mimi sio bwege kama wewe baba. Mimi sio boya kama wewe Zomboko. Mimi najielewa na akili yangu, ndio maana unaona nipo kwenye mjengo. Kwanza sikiliza nikwambie, mimi napoteza muda. Yaani nimeongea na wewe sana mpaka nasikia njaa. Sikia njaa kwa kuongea sana. Mimi naona bora ungeenda. Yaani bora ungeondoka tu, una jipya, una cha kuongea na mimi yani. Unaweza kaenda. Naomba uondoke baba, naomba uondoke. Kwa hiyo mzee leo unanitusi. Mimi sina akili. Mimi Zumbukuku. Tambua na wewe ni mwanaume. Kama nilivyokuambia, leo kwangu, kesho kwako. Kwani upo kwa nani? Hiyo kesho isubiri. Mimi kwangu ni hapa. Wewe ndio uitambue kesho yako ni ipi. Baba naomba uende bana. Nashukuru. Naomba uondoke bwana. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Ovyo sana wewe kijana. Unajifanya sharukani, bingwa kupenda. Na bado umetoa pesa, kesho utatoa moyo na roho. Si utumie akili wewe, unajizima data. Wenzako watakuasha. Cheza na wanawake wewe. Wanawake viumbe ambao zaidi ya mavampire. Watakunyonya damu, nywele na mwili vyote. Mwanaharasha wewe. Baba. Mjomba, ni wiki sasa imepita tangia kifo cha mdogo wangu kiweze kutokea. Na kiukweli nimekuwa nakosa usingizi kabisa. Najaribu kuwaza, imani yangu inaniambia kile kifo sio cha kawaida. Sidhani kama mjomba hilo unaliona kwenye kichwa chako. Mimi nahisi kuna mkono wa mtu. Lazima kutakuwa kuna mtu anacheza na familia yetu mjomba. Sasa nimekuja kukuona kama kuna uwezekano tuangalie namna ya kulifuatilia hili swala kiundani. Kwa nini? Kwa nini unahisi moja kwa moja ni mkono wa mtu? Ikiwa ni ajali ile. Unajua, tunachopaswa kwa sasa kufanya ni kumwombea marehemu. Ni kuzidisha maombi kwa Mungu. Tumuombee ili aweze kupumzika kwa amani kabisa. Kuliko sasa hivi kuanza kujadiliana sijui kufanya nini. Si jambo zuri. Najua inakuuma. Hata mimi pia na familia nzima inaumia kwa kumpoteza mtoto mdogo kama yule. Tunaelewa. Alikuwa na malengo yake na ndoto zake, amefariki akiwa bado mdogo. Lakini ile ni ajali kweli ya gari. Mimi mwenyewe nimeshuhudia. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Mimi mjomba haikai kabisa kwenye akili zangu. Yaani ile ajali ilivyotokea kila nikijaribu kuwaza. Haikai kabisa. Mimi mjomba naomba nikuombe kitu. Nahitaji tuweze kulifuatilia hili swala kiundani. Na niko tayari kutoa gharama yoyote ile. Kwa sababu nahitaji nifahamu kweli kama kuna mtu anacheza na familia yetu, basi tujue jinsi ya kula naye sahani moja. Ya mjomba. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa
na usiku wa kiza. Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye.